Tumsifu Yesu Kristo. Karibu ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo tunaadhimisha Dominika ya 5 ya mwaka A wa Kanisa, Dominika inayotukumbusha wito wetu kama Wakristo wa kuwa chumvi na nuru ya ulimwengu. Kupitia neno la Mungu, Yesu anatualika tusifiche imani yetu, bali tuionyeshe kwa matendo mema, upendo na haki. Dunia ya leo inahitaji mashuhuda wa kweli, watu wanaoangaza giza kwa matendo ya huruma, ukweli na amani. Katika tafakari yetu ya leo tutajifunza maana ya kuwa chumvi na nuru katika maisha ya kila siku, changamoto za kuishi imani katika dunia ya leo, na jinsi kila mmoja wetu anavyoitwa kuwa mwanga na nuru na chumvi mahali alipo. Katika masomo yetu ya leo, somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 58 aya 7 hadi 10. Nabii Isaya anatufundisha aina ya ibada zinazompendeza Mwenyezi Mungu. Somo la pili, kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 5. Mtume Paulo anasema hakuwahubiria watu kwa hekima ya maneno tu, bali kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Na katika somo la Injili, mwinjili Mathayo sura ya 5 aya ya 13 hadi ya 16, Yesu anawaambia wanafunzi wake, ninyi ni chumvi na nuru ya ulimwengu. Karibu tusikilize na kutafakari pamoja, na tafakari hii italetwa kwenu na Padri Adolf Bernard Minja. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni kwa tafakari ya Jumapili ya 5 ya mwaka A wa Kanisa, ambapo Injili tunasoma Injili ya Mathayo 5:13 mpaka 16. Yesu aliwaambia wafuasi wake, ninyi ni chumvi ya dunia. Lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yafaa wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wakamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Wapendwa wasikilizaji, mimi ni Padri Adolf Bernard Minga. Ujumbe wa Dominika ya 5 ya mwaka A wa Kanisa, chumvi imeharibika, itatiwa nini ikolee? Kwa sisi ambao tumezaliwa vijijini ambako hakukuwa na umeme, njia ambayo wazazi wetu walitumia kuhifadhi nyama isiharibike ilikuwa kuipaka chumvi na kuikausha. Chumvi hutunza nyama kwa muda mrefu. Cha pekee tu nyama hiyo isiwekwe maji, basi nyama hiyo ikiwekwa chumvi hudumu bila kuharibika kwa muda mrefu. Chumvi pia hufanya chakula kiwe kitamu. Chumvi ikiwa nyingi sana haifai, na tena ikiwa kidogo sana chakula hakiwi kitamu. Tusomavyo na tunavyojua, Waisraeli walikuwa na desturi ya kuweka agano la chumvi, ikimaanisha makubaliano kati ya makundi mawili au familia mbili tofauti yaliyowekwa kwa ishara ya kula chakula pamoja. Hesabu 18:19. Kula pamoja kunaonyesha mshikamano na upendo kati yao,
na kwa njia ya chakula walijizuia kutotendeana mabaya. Zaburi 41:10 inalalamika, hata aliyekula chakula pamoja nami amegeuka kuwa adui. Kitu kama hicho kimetokea wakati wa karamu ya mwisho ya Yesu na wanafunzi wake. Yesu anapochovya mkono wake katika bakuli moja na Yuda ambaye baadaye anamsaliti, Yohane 13:18. Yesu anaposema ninyi ni chumvi ya dunia, anawaalika Wakristo kutenda yaliyo mema katika jamii, kusaidia na kuhifadhi mambo yaliyo mazuri katika jamii hiyo. Chumvi kuwa na manufaa inapochanganywa na chakula. Vivyo hivyo kuwepo kwa Kristo duniani kutakuwa na manufaa pale tu sisi wafuasi wake tutakaposhirikiana na wenzetu. Chumvi haikutengenezwa kwa ajili yake yenyewe. Ukristo hauna maana ikiwa ni dini tupu tu. Chumvi imeharibika, itatiwa nini hata ikolee? Swali hili linatuhusu Wakristo, na hasa Mkristo aliyejitoa kumtumikia Kristo na kujitangaza kwa watu kwamba yeye ni Kristo. Halafu mwenendo wake umegeuka na kuwa wa kishetani. Mtu ambaye anamfuata Yesu Kristo, yeye moja ameitwa kuwa chumvi ya ulimwengu, lakini pili nuru ya ulimwengu kadiri ya Injili ya leo. Vitu hivi ni muhimu sana kwa mustakabali wa maisha ya mwanadamu. Yesu Kristo anatuambia Mathayo 5:13, ninyi ni chumvi ya dunia, lakini ikiwa chumvi imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Yesu anatuita sisi chumvi ya dunia. Kazi ya chumvi ni kutia ladha kwenye chakula, na ihitaji chumvi nyingi ili kukifanya kiweze kuwa kitamu. Watu ambao ni Wakristo ni wachache wanaweza kuwafanya mataifa wakafurahia chakula kilichotoka mbinguni. Chakula hicho kilichotoka mbinguni hakiwezi kutamanika na kuliwa na watu, japo ni kizuri. Ikiwa chumvi sisi tumeiharibu, Yesu daima anatuita kuwa chumvi, sio sukari. Swali unajiuliza, kwa nini anatuita tuwe chumvi na tuwe sukari? Jibu ni rahisi. Chumvi haina gharama kubwa na matumizi yake ni mengi. Chukulia mfano, chumvi ya shilingi 1000 unaweza kuitumia wiki nzima kwenye familia ya watu 10. Lakini sukari ya shilingi 3200 huwezi kuitumia kwa wiki nzima kwenye familia ya watu 8 vijijini. Jua vijijini watu wengi hawanywi chai asubuhi, lakini wanapika mboga, wanahitaji chumvi. Wanapika wali, wanahitaji chumvi. Wanakaanga chapati, wanahitaji chumvi. Wanapika makande, wanahitaji chumvi. Maharage, wanahitaji chumvi. Ndizi, wanahitaji chumvi. Nyama ya kuku, hata maini, uzuri wake, hata ukirosti vipi, usipotia chumvi hutaitamani. Ndivyo ilivyo kwetu sisi wa Kristo. Hata umhubiri vipi Kristo, ueleze vizuri kwa namna gani, watu hawatakuamini ikiwa chumvi wewe umeharibika. Wakristo wa leo ndio watukanaji. Wakristo wa leo ndio wasengenyaji. Wakristo wa leo ndio nguo ambazo wanazivaa za ajabu, watu wengine wasiomjua Mungu hawavai. Ukienda kwenye vyombo vya habari leo hii utakuta wachungaji, mapadri wana skendo nyingi. Utasikia wakiongelea mara kubaka, mara kurawiti, mara kufumania. Sasa swali unalojiuliza, chumvi ya namna hii kweli itawafaa wahitaji katika kumfanya Kristo atambulikane? Bwana Yesu kwa kulitambua hilo akauliza, ni kwa nini mnaniita Bwana walakini hamyatendi nisemayo? Luka 6:46.
Anauliza hilo kwa sababu anatutaka tuwe kielelezo, maana ametuita tuwe nuru ya ulimwengu. Mathayo 5:14, ninyi ni nuru ya ulimwengu, mji hauwezi kujisitiri ukiwa juu ya mlima. Wapendwa ndugu zangu, matendo yetu yawe nuru, yawe chumvi kwa watu wapate kumtukuza Mungu kupitia sisi. Mungu hajataka yeye mwenyewe kushuka ili kuja kuwafanya watu wamjue yeye, bali ametuweka sisi tumwakilishe kwa watu wake. Matendo yetu yawe nuru ya kuwatoa watu gizani, yawe chumvi ya kuwapa watu ladha ya kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Baada yake tumegeuka kuwa chumvi iliyoharibika, tukizani kwamba watu wanapendezwa nasi, kumbe huko wanamwona Kristo asiyefaa. Anayeshindwa kutufanya tuwe safi, je, atawezaje kuwafanya wao kuwa safi? Ikiwa chumvi wewe, nuru wewe, unashiriki uzinzi, unashiriki urevi, unashiriki kiburi, unashiriki uchawi, unashiriki uasherati, unashiriki urawiti, unashiriki ujambazi, unashiriki usengenyaji, hivi utaweza kuamuru nuru wengine wakati umeshageuka na kuwa giza? Kristo anatazama uwezo wa nguvu yake kupitia wewe, kama ilivyo kwa chakula. Utamu kwa chakula unajulikana kupitia chumvi. Wapendwa ndugu zangu, wakati mwingine chumvi wewe usijiweke sawa na chakula, utaharibu ladha. Usijifanye kuwa sawa na Kristo. Utukufu wa Yesu usiubebe wewe, utageuka chakula kilichozidi chumvi na kuwafanya watu kuugua magonjwa mengine. Na maanisha usiweke mbwembwe kwenye swala zima la utumishi au uinjilishaji. Kama haukuwa unajua kuwa hayo unayafanya sio sawa, basi geuka sasa uwe chumvi ya kweli na nuru ya kweli, maana tunaambiwa katika kitabu cha pili cha Wakorinto 3:2, ninyi ndiyo barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu, inajulikana kwa kusomwa na watu wote. Matendo yaongee kuliko maneno. Mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tuliyoiratibu, iliyoandikwa si kwa wino bali kwa Roho na Mungu aliye hai. Si katika vibao vya wewe, ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Na watu wengi bado hawajajua umuhimu wa chumvi. Siku chumvi ikiwa adimu, kama ilivyotokea kwa sukari miaka ya nyuma hapa kwetu Tanzania, watakuja kuona umuhimu wake. Ndivyo itakavyokuwa kwa kanisa la Kristo litakapoondolewa. Tuombe neema yake Mwenyezi Mungu aendelee kuwa chumvi. Mwenyezi Mungu aendelee kuwa nuru katika kufanya ulimwengu wetu uwe imara. Mwisho, tunaposoma katika kitabu cha Korinto wa pili 1-5, ambalo ndilo somo la pili katika Jumapili hii ya 5 ya mwaka A wa kanisa, kutoka katika huu waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto. Mtume Paulo baada ya kuhubiri kwa Wakorinto na kuondoka, walihubiri wengine mafundisho tofauti na yale ya Paulo. Zaidi ya hilo, wahubiri hawa walikuwa ni mafundi wa kuongea katika hadhara na walikuwa na ujuzi wa falsafa. Na kwa sababu yao walitaka Wakorinto wapuuze Paulo, na kwa injili alikuja kuwahubiria. Katika somo hili la leo, Paulo anawaandikia Wakorinto kuhusu swala hili. Paulo hahangaiki na kufananisha na wajuzi hao, bali anasisitiza kwa Wakorinto kuwa alikuja kuwahubiria mafumbo ya Mungu kwa unyenyekevu wote. Sio kwa ujuzi wa maneno wala hekima, ila walichobaki nacho kisiwe hiyo hekima yake kwa utaalamu wake, bali wabaki na ujumbe wake Mungu mwenyewe. Katika somo hili Paulo anatukumbusha kuwa kazi ya mtumishi wa Mungu ni kujishusha ili kazi ya Mungu ionekane. Kadiri mtumishi wa Mungu anavyojishusha ndivyo ukuu kazi ya Mungu unavyozidi kuonekana. Lakini pia kadiri mtumishi wa Mungu anavyojikuza mwenyewe, vivyo hivyo ndivyo anavyojificha ukuu wake Mwenyezi Mungu. Tuombe leo hii kila mmoja awe nuru na chumvi katika ulimwengu huu ambao umechanganyikiwa, kila mmoja anasema lake.
kuwa chumvi ni kuonyesha umahiri katika imani yako. Tumsifu Yesu Kristo.